terere na managuna peleka mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Ya kwamba hii ndio matunda yangu ya kwanza. Sisi saa hii tumepanga mshahara yako ya kuanzia Januari mpaka Disemba umeipangia. Si ni kweli? Hakuna kitu ambacho hakuna mahali Mungu umemuinvolve. Sasa ni kama vile kiongozi wa aliyetuongoza kwa sadaka alikuwa anasema. Si mnakumbuka? Ya kwamba mmemwimbia Bwana. Mungu akilipokuwa kinena kupitia kinywa cha Hagai. Bwana asifiwe. Leo ninauliza, je, kutoa kwako kutakuwa na mguzo wa tofauti? Haleluya. Kutakuwa na mguzo wa tofauti. Mwaka nilisema nitatoa kuliko miaka mingine. Mwaka ndio ninaaminia Mungu ya kwamba viwango ambavyo sijawahi fika. Bwana atukuzwe. Yaani unaangalia hivi, unasikia nimetoa. Nakumbuka, nashukuru Mungu kwa sababu wakati mwingine ni vizuri Mungu akikufungulia milango mingine. Ya kwamba Mungu anafunguaga tu mlango na unaitishwa ama Mungu anakuambia fanya kitu fulani na kutoa sio rahisi. Bwana asifiwe. Mimi ninajua gharama yenye nimeshawahi enda, vile nimeshawahi toa na nikamwona Bwana kwa njia tofauti. Bwana asifiwe. Leo ninatangaza kupitia nguvu za Roho Mtakatifu ya kwamba hutapoteza. Bwana atukuzwe. Kwa sababu kutoa kwako kutahesabika. Ya kwamba kuta-attract malaika wa Bwana katika maisha yako. Hallelujah. Ili kuingia maombi yako, na nimekwambia kuomba si kwa sababu ya mahitaji yale uko nayo. Kuomba si kwa mahitaji yale uko nayo. Mahitaji yale uko nayo ni kidogo sana. Kama unaweza kuelewa kuomba na kushikana na Mungu na jinsi inaweza kuwa ya utofauti wakati wewe unaomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Haleluya kanisa. Ninaomba siku ya leo si Mungu awasaidie. Si Mungu atusaidie kwamba tutafanya mambo yasiyo ya kawaida. Mungu atatukuzwa kupitia maisha yetu. Mungu atafanya jambo lenye hata imagine Mungu anaachilia malaika kwa mtu ambaye Petro tutaiangalia katika ibada ya pili. Petro anaangalia, anaona ni ya kwamba wakati anatumwa na Mungu na anashindwa hao watu wanakuja kumwambia ni malaika alikuja. Wanashindwa hao. Bwana atukuzwe. Kwa sababu sisi tunajua sisi ndio tunastahili kutembelewa na malaika. Lakini kumbe kuna kitu Kornelio amefanya kinamtetea. Wewe ni nini unafanya kinakutetea? Ninauliza mbele za Bwana, wewe ni nini unafanya kinakutetea? Kornelio alikuwa na mcha Mungu. Kornelio yeye na jamii yake walikuwa wanampenda Bwana, na anasema hivi ya kwamba katika hiyo Bwana asifiwe. Katika hiyo Kornelio bado alikuwa anapeana, si kutoa tu hata kwa madhabahu. Unajua kuna watu wengine hata jirani yako anaweza kuja hapo, ama ndugu yako, dada yako anaweza kuja hapa, ama mtoto wako. Lakini kwa sababu hiyo kutoa haiko ndani yako, unakuta ya kwamba bado unang'eng'ana. Sio kama umeshaiona watu wanalala njana mama yao wako na wanajua mama yao wako na pesa. Tulikaa mahali kwa ploti na mke wangu. Sikujawahi ona jamii kama hiyo ya kwamba mume na mke wanaweza fukuza watoto kwa nyumba kwa sababu wanakula nyama. Usifikire lazima uwe mchoyo kwa watu wa nje. Bwana asifiwe. Ni hapa Tumaini, si mbali. Yaani watoto wanalazimishwa wakuja wakule mapema, waende wakalale, mama wanakuja, sisi ni jirani hapa tu hapa. So wanaingia wakati watoto wamelala ndio wanakula nyama. Bwana asifiwe. Ama unasikia baba hayuko, mama ndio anakujaga na nyama. Na si watu masikini. Lakini roho ya kutotoa mpaka kwa watoto wako inakusukuma.
Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati unajikuta ya kwamba mtu mmoja alinisaidia sana, akaniambia kama huwezi jipeleka kwa hoteli ununue chakula chako cha 1,000, usikae fikiria kuna mtu utawahi peleka. Yaani ukule tu uone 1,000 umetoa na zaidi, na ni peke yako, na utoke ujipanguze na uende. Hapo ndipo utajua wewe umeshinda roho ya umasikini. Bwana asifiwe. Kuna watu ako na pesa nyingi kwa mfuko, lakini afadhali yaende akajinunulie. Unakuta ya kwamba anaenda kununua chakula kwa vibanda. Bwana atukuzwe. Una imagine pastor na suti, lakini anaenda unajua watu wa vibanda si ati ni vibaya kukula kwa vibanda, lakini ujue hata viti zao vile zinakaaga. Lakini kwa sababu roho ya umasikini haijawahi nitoka, ninaonaga nikienda nikule ndio zitaisha. Wacha nikwambie, zinaishaga hata kabla hujakula. Yaani watu unasikia mtu anatoa pesa nyingi kwa matanga, mtu anatoa pesa nyingi kwa vitu zingine, lakini muone akikula. Kwa sababu roho ile inafanya kazi ndani yake, inamwambia usitoe. Bwana asifiwe. Na hawezi jitolea. Sasa unafikiria kama hawezi jinunulia vitu ya 500. Nina my cousin hata tulikuwa tunacheka juzi, ako mpaka na magari. Mpaka saa hii alishindwa mpaka kukaa na jamii. Mke wangu ni mshuhuda wakiambiwa the testimony. Akienda na mnaenda hotelini, mumwambie ni yeye analipa, akona pesa nyingi mpaka akona magari, lakini umwambie alipe chakula ya 1,000, mtasumbuana. My first cousin, mtasumbuana. Na hivyo mke anawaga mke kama unajua mtu kama huyo anaangaliaga chakula kinatumika aje kwa nyumba. Si ni kweli? So akikuta chakula kimeisha, hiyo unga tulikuwa tumenunua Sunday, amen, haijafikisha Wednesday. Kwani tunakula sana? Kwa sababu gani? Roho ile ya kutoa haiko ndani yake. So hivyo yule mtu ambaye ni mini kwake, hata kuomba anaombaga tu kwa sababu anajua ni lazima nijiombee. Kama sina mahitaji, hakuna kitu kingine ninaweza ombea. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie, uchoyo, ukiona tu wewe unaendaga kuomba kwa sababu uko na mahitaji, wewe ni mchoyo. Bwana asifiwe. Kornelio anaambiwa alikuwa naomba kila wakati. Hivyo kitu cha kwanza, neno la Bwana lina confirm ya kwamba yeye si mchoyo. Na kwa hivyo ako na flow mpaka ya maombi. Tumesikizana watu wa Mungu. Haleluya. Huwezi kuwa mtu wa maombi na kama kutoa kwako kuna kuwaga na shida. Huwezi jitoa. Bwana asifiwe. Maana ile roho ya shida inakwambiaga saa hii ungekuwa unafanya kitu ambacho kitalete pesa kwako. So hiyo lisaa lenye ninaweza kutenga niende kwa maombi, adui anakuambia Doradumi aliage ni guthukuma marathukuma, wewe thio kahoe. Angalia wanaume wengine wanatafuta pesa na wewe tu ni huko maombi. Bwana asifiwe. Kwa sababu adui anajua kile ambacho unafanya kinaweza kukusaidia. Watu wengine na niposa nimekuambia watu wengi wanakujaga kwa maombi kwa sababu ya kile kimenikimbisha. Kama hujakimbishwa, no, si niko na kila kitu. But ujue kama huwezi omba, you are mean. Wewe ni mchoyo kwako mwenyewe. Kwa sababu wakati unatafuta Mungu, haujui kile Mungu anaweza kufanya na wewe. Yeye anajua. Ukimpatia nafasi katika maisha yako, anaweza fanya jambo lisilo la kawaida na wewe. Lakini kwa sababu adui anataka uwe mchoyo kwako mwenyewe. Nisikize. Adui anataka uwe mchoyo kwako mwenyewe, lazima atafute mbinu ya kukuondoa katika ufanisi wako. Bwana asifiwe. Watu wote ambao wameshawahi kuwa effective katika maombi ni watu ambao hata kujitoa kwao hawang'eng'ani.
Lakini wale watu